Waethiopia leo wamejitokeza kupiga kura huku chama cha Prosperity Party PPP chake Waziri Mkuu Abiy Ahmed kikitarajiwa kushinda kwa kishindo. Kulikuwa na milolongo mirefu katika vituo vya kupigia kura katika mji mkuu wa Addis Ababa, huku baadhi ya wapiga kura wakileta viti baada ya kuchoka kusimama. Wachambuzi wanasema kura hii imeandaliwa kutimiza wajibu tu, ila ni kwa ajili ya kumpa Abiy miaka 5 mingine mamlakani. Vyama vya upinzani vimekandamizwa na uhuru wa waandishi umebinywa. Nchi hiyo pia inakabiliwa na migogoro kadhaa ya ndani na migawanyiko ya kikabila. ከሌሊቱ 10 ሰዓት ከምናምን ነው እዚህ አካባቢ ደረስነው። ያው እዚህ መተን ሰልፍ ይዘን ለኛ ለሀገር የሚጠቅመኛል ለኔ የሚበጀኛል የሚለውን በራሴ ያሰብኩትም ስላለ ለሱ ለመምረጥ ነው የመጣሁት። Upinzani unagombea ukiwa na rasilimali ndogo za fedha na umegawika katika zaidi ya vyama 40 katika dazeni kadhaa za maeneo bunge, chama tawala, haki na upinzani. Uchaguzi huu unaorodheshwa kama uchaguzi usiokuwa na ushindani zaidi miongoni mwa chaguzi 7 zilizofanyika Ethiopia tangu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi ulipoanzishwa mwaka wa 91. Abiy ameiongoza Ethiopia yenye idadi ya watu milioni 130 tangu mwaka 2018 na amekosolewa kwa udikteta unaozidi na kupinga upinzani. Hiki ni kinyume na miaka yake ya kwanza ya utawala aliposhinda tuzo ya amani ya Nobel kwa kuboresha mahusiano na jirani yake Eritrea. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa saa 12 asubuhi na vinatarajiwa kufungwa saa 12 jioni. Wapiga kura zaidi ya milioni 50 wanatarajiwa kupiga kura katika zaidi ya vituo 48,000 kote nchini humo. Matokeo yanatarajiwa kutangazwa siku 10 baada ya kumalizika kwa zoezi la upigaji kura.